Katika vitu viwili ambavyo mashabiki wa Yanga wanavisubiri kwa sasa kutokea katika klabu yao ni suala la kumpata mrithi wa Romain Folz ambalo limechukua nafasi kubwa kutokana na uhitaji wa kuboresha benchi la ufundi, huku uongozi ukitoa msimamo wake. Mbali na kocha, kuna ishu ya mechi ya marudiano ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Silver Strikers ya Malawi baada ya kupoteza ugenini kwa bao 1-0. Itakuwaje jijini Dar es Salaam? Yanga itapindua meza na kufuzu makundi kwa msimu wa 4 mfululizo wa mashindano ya kafu au hali itakuwa mbaya? Ngoja tuone. Yanga baada ya kutangaza kuachana na Folz, kocha aliyeongoza timu hiyo katika mechi 6 za mashindano, akishinda 4, sare 1 na kupoteza 1, huku akibeba ngao ya jamii kwa kuifunga Simba bao 1-0. Kuna mchakato wa siri na wa haraka unafanywa na vigogo wa klabu hiyo kuziba nafasi hiyo iliyopo wazi, lakini wakati mchakato huo ukiendelea kwa sasa, kikosi hicho kipo chini ya kocha msaidizi Patrick Mabede aliyetambulishwa Oktoba 13, 2025 kuchukua nafasi ya Manu Rodriguez. Msimamo wa viongozi wa Yanga ni kusaka kocha mpya kabisa ambaye hajawahi kufundisha timu hiyo na wala sio kurudia wale waliowahi kupita, jambo ambalo linazima tetesi za uwezekano wa Nasreddine Nabi na wenzake kurejea kikosini hapo. Awali uongozi wa Yanga ulikuwa katika mchakato wa kumchukua kocha wa Madagascar Romuald Rakotondrabi maarufu kama Roro, lakini ilibadili gia angani. Taarifa kutoka ndani ya uongozi wa juu wa Yanga ni kwamba klabu hiyo haitaendelea na hesabu za kumchukua Roro na mchakato huo umegeuziwa kwa kocha mpya mwingine. Kiongozi mmoja wa juu amefunguka kuwa mchakato wa Roro hautaendelea kufuatia uongozi wao kuachana naye kwa sababu ambazo hata hivyo hawakutaka kuziweka wazi, huku akiongeza kwamba pia hawatarudia kuchukua makocha waliopita klabuni hapo. Nikimnukuu anasema, kwa sasa tunaendelea na mchakato wa kusaka kocha ambaye ataitoa Yanga hapa ilipo na kuifikisha mbali zaidi. Makocha waliopita tumeona alichokifanya, hivyo tunataka mwingine ambaye ataweka rekodi kubwa zaidi na sio kurudia kwa wale wale. Tunaheshimu kwa kile alichotupatia kwa wakati wao, lakini ili kwenda mbele zaidi basi lazima tufanye mabadiliko makubwa, kilisema chanzo hicho kutoka Yanga. Mbali na Nabi ambaye alifikisha Yanga fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu wa 2022-2023, makocha waliopita Yanga mbali na Folz ni pamoja na Miguel Gamonde, Siad Ramovic na Melody Hamdi. Nabi hivi karibuni ametoka kuachana na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini aliyojiunga nayo kutokea AS FAR Rabat. Kabla ya hapo alikuwa anainua Yanga kuanzia Aprili 20, 2021 hadi Juni 15, 2023. Katika kipindi hicho Nabi aliipa Yanga mataji mawili ya ligi kuu 2021-22 na 22-23, kombe la FA 21-22 na 22-23, ngao ya jamii 21 na 22 na medali ya kombe la shirikisho Afrika mshindi wa pili msimu wa 2022-23. Pia akatoa tuzo ya kocha bora wa ligi kuu mara 2 msimu wa 2021-22 na 22-23. Mafanikio hayo yanamfanya kuwa kocha bora zaidi wa Yanga miaka ya hivi karibuni. Alipoondoka Nabi ndipo Gamonde akatua Julai 11, 2023, kisha akaondoka Novemba 15, 2024. Katika muda wake ndani ya klabu hiyo, Gamonde alishinda mataji matatu, akianza na ligi kuu bara na kombe la FA yote msimu wa 2023-24, kisha ngao ya jamii kufungua msimu wa 2024-25 ambapo ulishia njiani baada ya kuondoka Novemba 2024. Pia alipeleka Yanga hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika baada ya kupita takriban miaka 25. Kwa kuonesha hakubahatisha, akarudia kufanya hivyo msimu uliofuatia wa 2024-25, ingawa hakuiongoza hata mechi moja ya makundi, akawa ameondolewa. Kwa sasa anayefundisha Singida Black Stars. Ramovic akabeba kijiti cha Gamondi kuanzia Novemba 15, 2024 hadi Februari 4, 2025 na hakushinda taji lolote, akiongoza Yanga katika mechi 13 za mashindano yote na ilishuhudiwa ikishindwa kuvuka hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, ikimaliza nafasi ya 3 kundi A nyuma Al Ahly na MC Alger, na kwa sasa yupo CR Belouizdad. Hamdi ambaye kwa sasa anainua Ismailia ya Misri akamalizia kuiongoza Yanga msimu uliopita baada ya kuondoka Ramovic, akabeba mataji matatu kama Gamonde. Kocha huyo raia wa Algeria aliyetua Yanga Februari 4, 2025 na kuondoka ulipomalizika msimu 2024-25, alianza kubeba kombe la Muungano, kisha kombe la ligi kuu bara na kumalizia kombe la FA.